Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari za muda huu kutoka katika eneo la Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari zetu kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unajiabone, una comment, vile vile una partage ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo nilikuwa kuona hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa yetu ya habari paka tamati. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, vile vile katika mwisho wa taarifa yetu ya habari tutakuunga moja kwa moja na taarifa ya habari ya kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea huko pembe zote za dunia. Karibu tuendelee na habari kutoka huko Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano makali yameripotiwa kutokea Jumamosi tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika kijiji cha Misambo kilichopo katika groupment ya Kisimba, eneo la Walikale, mkoani Kivu Kaskazini, huko Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yamekutanisha wapiganaji wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo katika tukio ambalo limeongeza tena hali ya wasiwasi katika eneo la Walikale, ambalo katika siku za karibuni limekuwa likikumbwa na mapigano mara kwa mara. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano yalianza mapema Jumamosi asubuhi baada ya wapiganaji wa M23 waliokuwa wametoka upande wa Rusamambu katika groupment ya Ikobo kuelekea Misambo na kushambulia maeneo yaliyokuwa yakishikiliwa na Wazalendo. Mapigano hayo yalikuwa makali na yaliambatana na milio ya silaha nzito nyepesi, hali iliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Misambo na vijiji vya jirani. Baadhi ya wakazi walilazimika kuwa waangalifu na wengine kuondoka katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, yani kuelekea maeneo ya mbali kabisa na uwanja wa mapambano, wakihofia kwamba mapigano hayo yangeweza kuenea kufika hadi katika vijiji vingine. Baada ya mapigano yaliyochukua saa kadhaa, vyanzo vya ndani vimesema kuwa wapiganaji wa Wazalendo walidai kufanikiwa kuzuia shambulio hilo na kuwasukuma nyuma wapiganaji wa M23. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wapiganaji wa M23 walidaiwa kurudi nyuma kuelekea Rusamambu katika groupment ya Ikobo. Hadi wakati wa taarifa hii, vyanzo hivyo vilisema kuwa Misambo bado ilikuwa chini ya udhibiti wa Wazalendo. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba taarifa hizi zinatoka hasa kwa vyanzo vya ndani na madai ya pande zinazohusika, na bado hawakukuwa na uthibitisho uhuru wa kutosha wa kuthibitisha kuwa kwa uhakika hali ya mwisho wa tukio hilo. Idadi ya waliouawa au kujeruhiwa au kiwango cha uharibifu wa mali bado hakijajulikana. Hakukuwa na takwimu rasmi za kuaminika zilizokuwa zimepatikana mara moja baada ya mapigano. Kwa wakazi wa Misambo na maeneo jirani, mapigano haya yameongeza hofu na kurejea kwa vurugu kubwa zaidi katika eneo la Walikale. Wasiwasi mkubwa unatokana na ukweli kwamba Misambo iko katika eneo ambalo tayari limekuwa likishuhudia harakati za makundi yenye silaha na mapigano katika siku zilizopita. Endapo mapigano yataendelea au kusambaa kuelekea vijiji vingine, kuna hatari ya kusababisha ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao, kuvuruga shughuli za kawaida za wananchi na kuathiri usafiri katika maeneo hayo. Kwa upande wa wananchi, jambo muhimu zaidi kwa sasa ni usalama wao, hasa kutokana na kutokuwa na uhakika kuhusu mwelekeo wa mapigano na harakati za wapiganaji katika maeneo ya Kisimba na Ikobo. Katika siku za karibuni, maeneo mbalimbali ya Walikale yamekuwa yakiripotiwa kukumbwa na mapigano kati ya M23 na makundi ya Wazalendo yanayohusishwa kwa upande wa serikali. Maeneo ya Ikobo na Kisimba imekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Mapigano au matukio ya usalama yaliwahi kuripotiwa katika maeneo ya Buleusa, Rusamambu, Bukumbirwa na Kalonge, hali ambayo imeongeza hofu miongoni mwa wakazi. Matukio haya pia yamehusishwa na kuhama kwa baadhi ya wananchi kutoka maeneo ya mapigano, huku familia zikilazimika kutafuta maeneo salama zaidi. Ni siku moja kabla ya tukio la Misambo, yani Ijumaa tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026, mapigano mengine yaliripotiwa katika eneo la Rushihe katika lokalite ya Banamulindwa, groupment ya Kisimba. Katika tukio hilo pia Wazalendo walidai kuwa walifanikiwa kuwasukuma nyuma wapiganaji walioshambulia, ambao kwa mujibu wa vyanzo hivyo walielekea upande wa Yula. Baada ya mapigano hayo, hali ya utulivu ilionekana kwa muda, lakini utulivu huo ulikuwa ni wa muda na usio na uhakika. Sasa mapigano mapya ya Misambo yanaonyesha kwamba hali ya usalama bado haijatengemana.
Kwa mtazamo wa kiusalama, mapigano ya Misambo yanaonyesha ushindani unaoendelea kati ya M23 na makundi ya wazalendo katika maeneo ya Walikale. Kijiografia, maeneo ya Kisimba na Ikobo yamekuwa yakihusisha harakati za wapiganaji kutoka pande mbalimbali. Hivyo mashambulizi katika eneo moja yanaweza kuathiri harakati nyingi au harakati za vijiji vya jirani. Kile kinachotia wasiwasi zaidi ni kwamba mapigano haya yanaweza kugeuka kuwa mfululizo wa mashambulizi na mashambulizi ya kujibu, hali ambayo inaweza kufanya usalama wa raia kuwa hatarini zaidi. Kwa upande wa wananchi, changamoto si tu mapigano yenyewe, bali pia kutokuwa na uhakika kuhusu nani anayedhibiti eneo fulani, njia zipi ni salama, na kama mapigano yanaweza kurudi tena baada ya muda mfupi. Kwa ujumla, mapigano ya Jumamosi tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026 huko Misambo, groupment ya Kisimba katika eneo la Walikale yameongeza sura mpya katika hali ya sintofahamu ya kiusalama inayotawala sehemu ya Kivu Kaskazini. Vyanzo vya ndani vinasema kuwa wazalendo walifanikiwa kuzuia shambulio la M23 na kuwasukuma wapiganaji au nyuma kuelekea Rusamambu, huku Misambo ikibaki chini ya udhibiti wa wazalendo. Lakini kwa sasa hakuna takwimu rasmi zilizothibitishwa kuhusu idadi ya vifo au majeruhi wala uharibifu wa mali. Kinachobaki wazi ni kwamba hali ya usalama katika maeneo ya Kisimba na Ikobo bado ni mbaya, na mapigano za siku za hivi karibuni yanaendelea kuongeza hofu ya kuongezeka kwa uhamaji wa wananchi na kuenea kwa vurugu katika maeneo mengine ya Walikale. Jamii za eneo hilo sasa zinasubiri kuona kama kutakuwa na utulivu wa kudumu au kama mapigano mengine yataibuka katika siku zijazo. Hii ni habari kuhusu hali ya usalama katika eneo la Misambo huko Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Tuendelee na habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya kutisha katika eneo la Mambasa mkoani Ituri baada ya shambulio jipya linalodaiwa kufanywa na wapiganaji wa ADF kuua raia 13 katika eneo la Banana Ekole lililopo katika eneo la Mambasa. Shambulio hilo lilitokea usiku wa Ijumaa tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026 majira saa 1 usiku, yani 19h, katika eneo linalojulikana kama PK20, takriban kilomita 12 kutoka Mambasa Centre. Eneo hilo liko katika groupment ya Bapongomo chini ya sheferia Babila Babombi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kuhusu tukio hilo, wapiganaji wanaodaiwa kuwa wa ADF walifanya shambulio hilo dhidi ya raia katika mazingira ambayo tayari yamekuwa yakikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Taarifa za awali zinaeleza kwamba angalau watu 13 waliuawa katika shambulio hilo. Idadi hiyo ni ya awali na inaweza kubadilika kadri taarifa zaidi zinavyopatikana kutoka kwa mamlaka, viongozi wa eneo na vyanzo vya kiraia. Tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa Banana Ekole na maeneo ya jirani, hasa kwa sababu ya shambulio lililofanyika wakati wa usiku, wakati ambako uwezo wa wananchi kujilinda au kukimbia huwa unakuwa mdogo sana. Kwa sasa taarifa zilizopo zinaeleza kwa kina kuhusu idadi ya waliojeruhiwa, watu waliotekwa au kiwango cha uharibifu wa mali. Hiyo picha kamili ya madhara ya shambulio hilo bado inasubiri taarifa zaidi kutoka kwa vyanzo vya kuaminika. Tukio hili ni muhimu kueleweka katika muktadha mpana wa hali ya usalama katika maeneo ya Mambasa. Mambasa ni eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikabiliwa na mashambulizi yanayohusishwa na ADF na makundi mengine yenye silaha. Kwa hiyo shambulio la Banana Ekole alipaswi kuonekana kama tukio linalotokea bila muktadha. Linaonyesha kwamba licha ya operation za kijeshi na juhudi mbalimbali za kuimarisha usalama, bado kuna maeneo ambayo raia wanaendelea kuwa katika hatari kubwa ya kuendelea kushambuliwa. Ukweli kwamba tukio limeripotiwa katika PK20 kutoka Mombasa Centre pia unaibua swali kuhusu usalama wa maeneo yaliyo nje kidogo ya vituo vikuu vya miji. Mara nyingi maeneo ya vijijini huwa na changamoto ya kuwa na uwepo mdogo wa vikosi vya usalama, umbali mrefu kutoka vituo vya kijeshi au polisi, pamoja na miundombinu duni ya barabara. Hali kama hii inaweza kufanya wananchi kuwa katika mazingira magumu wakati kundi yenye silaha inapoingia katika eneo hilo. Athari za shambulio kama hili haziishi kwenye idadi ya watu waliopoteza maisha. Baada ya tukio kama hii, hofu inaweza kuenea kwa jamii nzima. Familia zinaweza kuamua kuondoka katika maeneo yao kwa kuhofia mashambulizi mengine. Wakulima wanaweza kuacha kwenda mashambani, wafanyabiashara wanaweza kupunguza safari zao, na shughuli za shule pamoja na maisha ya kawaida zinaweza
kuvurugika. Katika maeneo ambayo tayari yamekumbwa na mashambulizi mara kwa mara, kila tukio jipya linaweza kuongeza hali ya kutokuamini usalama wa eneo hilo. Hii inaweza kusababisha uhamaji wa wananchi, kupungua kwa shughuli za kiuchumi na kuongezeka kwa mahitaji ya misaada ya kibinadamu. Kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, madhara ni makubwa zaidi, kwa sababu mbali na majonzi wanakabiliwa pia na changamoto za maisha baada ya kupoteza watu wao waliokuwa tegemeo la familia. Katika miaka za hivi karibuni, ADF inaendelea kuwa moja ya makundi yenye silaha yanayosababisha wasiwasi mkubwa katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo la Ituri, hasa maeneo yenye misitu na vijiji vinavyotawanyika, limekuwa likitoa mazingira magumu kwa vikosi vya usalama kudhibiti kila sehemu kwa wakati mmoja. Hii ndio sababu operations za kijeshi zinaweza kupunguza mashambulizi katika eneo moja, lakini kundi lenye silaha linaweza kuhamia katika eneo jingine na kuendelea kushambulia. Kwa mtazamo huu, shambulio la Banana Ecole linaweza kuonyesha changamoto za kudhibiti maeneo yote ya vijijini kwa wakati mmoja. Jambo kubwa linalojitokeza baada ya tukio hili ni raia watalindwaje dhidi ya mashambulizi yanayojirudia? Kuwepo kwa operations za kijeshi pekee hakutoshi ikiwa wananchi bado wanaendelea kushambuliwa katika maeneo ya mbali na vituo vikuu. Ulinzi wa raia unahitaji pia mfumo wa tahadhari za mapema, mawasiliano ya haraka kati ya jamii na mamlaka, pamoja na uwezo wa vikosi vya usalama kufika kwa haraka katika maeneo yaliyoshambuliwa. Viongozi wa jamii pia wana nafasi muhimu katika kutoa taarifa za mapema kuhusu harakati zinazotia mashaka bila kuhatarisha maisha ya wananchi. Kwa ujumla, shambulio la usiku wa Ijumaa tarehe 7 huko Banana Ecole PK20 ya Mombasa ni tukio jingine linaloonyesha ukubwa wa changamoto za usalama katika mkoa wa Ituri. Taarifa za awali zinaeleza kuwa angalau raia 13 waliuawa katika shambulio linalodaiwa kuhusishwa na wapiganaji au waasi wa ADF. Lakini zaidi ya idadi ya waliopoteza maisha, tukio hili linaonyesha hofu kubwa inayowakabili wananchi wanaoishi katika maeneo ya vijiji katika eneo la vijijini ya Mombasa. Ikiwa mashambulizi ya aina hii yataendelea kujirudia, madhara yake yanaweza kuwa makubwa zaidi kwa maisha ya raia, uchumi wa eneo na hali ya kibinadamu. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwa mamlaka za usalama na viongozi wa eneo hilo kuona hatua zitakazochukuliwa baada ya tukio hii, ikiwa pamoja na kuhakikisha usalama wa wakazi wa Banana Ecole, maeneo mengine ya jirani. Jambo la msingi ni kwamba raia hawapaswi kuendelea kuwa waathirika wa mashambulizi yanayojirudia. Ulinzi wao, uchunguzi wa matukio na hatua za kuzuia mashambulizi mengine yanabaki kuwa mambo ya dharura katika eneo la Mombasa na Ituri kwa ujumla. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuongee moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Majaji wawili kutoka Uganda na Namibia ni miongoni mwa makamishna 6 watakaochunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 29 mwaka uliopita 2025. Rais Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi tume hiyo hii leo na kuipa miezi 5 kukamilisha kazi yake. Majaji wa nje walioteuliwa ni Petra Stilinge Damaseb wa Namibia na Cheborion Barishaki wa Uganda. Damaseb ni naibu jaji mkuu wa mahakama ya juu ya Namibia. Barishaki ni jaji wa mahakama ya rufaa ya Uganda ambayo pia hufanya kazi kama mahakama ya kikatiba ya Uganda na pia ni jaji wa haki ya Afrika Mashariki. Kuundwa kwa tume hiyo kunatekeleza moja ya mapendekezo ya tume ya uchunguzi iliyoongozwa na jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman iliyowasilisha ripoti yake kwa rais mwezi Aprili. Wakati hayo yakijiri, vyama viwili vya upinzani nchini Namibia vimepinga uteuzi wa naibu jaji mkuu wa nchi hiyo Petros Damaseb kuwa mmoja wa makamishna wa tume ya rais ya uchunguzi nchini Tanzania. Vyama vya Affirmative Repositioning na Independent Patriots for Change vinasema uteuzi huo unaweza kuibua maswali kuhusu uhuru wa mahakama ya Namibia, vikimtaka jaji huyo akatae uteuzi huo. Wakati akizindua tume hiyo, Rais Samia amewataka Watanzania kushirikiana na makamishna ili waweze kutekeleza majukumu yao bila vikwazo. Natambua uzito wa jukumu hili, lakini kwa kuanzia tume imepewa muda wa miezi 5 kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Sasa kama kutakuwa na ombi la kuongezwa muda, tutaangalia baadaye tuongeze muda ili wafanye kazi yao kwa upeo mpana. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu
ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Maandalizi ya tume kuanza kazi yamekamilika, kwa hiyo tupo tayari. Na Mheshimiwa Rais umetoa siku 150 kwa ajili ya tume kukamilisha kazi hii, takriban miezi 5. Kwa hiyo baada ya kupitia adidu rejea tumejiridhisha kwamba muda huu unaweza ukatosha kwa ajili ya kazi hii. Je, tume hii ina nguvu gani kisheria? Muda mfupi uliopita nimemuuliza swali hilo mwanasheria Maduhu William kutoka shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Tanzania LHRC. Mandate na mamlaka ya tume hii ya pili ya uchunguzi inaanzia wapi na inakwenda kuishia wapi, na ukizingatia kwamba terms of reference hazikuwekwa hadharani na rais leo kwamba tume hii inakwenda kutekeleza wajibu gani. Kwa hiyo unapata shida wanasema mawanda ya mamlaka ya tume hii, kwa maana inaanzia wapi na kwenda kuishia wapi. Tume hii ina nguvu gani kisheria na mapendekezo yake yatakuwa na nguvu gani kutumika kisheria? Na jaribu kuona kwamba tume hii itakwenda kukumbana na changamoto, kwa maana ya changamoto ya mandate ya namna ya majukumu yake yanaanzia wapi, na kushapi kuzingatia kwamba tayari Tanzania inazo mamlaka za kisheria na katiba kama vile ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP, tunaye DCI ambaye kabisa alikuwa anatosha kupewa ripoti ile ya Mheshimiwa Chande na Mheshimiwa Rais na kuagizwa akafanya upelelezi na uchunguzi wa kijinai dhidi ya watu ambao ripoti ya Mheshimiwa Chande maybe ilikuwa imewajaribu moja kwa moja kuhusisha. Lakini swala la msingi ni kwamba je, baada ya kuhoja wao ambao itakutana nao, je, maswali ambayo watakuwa wamejibu mbele ya tume yatakwenda kutumika kama ushahidi mahakamani au la? Na kimsingi ni kwamba kanuni hiyo inakataa, kwa sababu watakachokijibu mbele ya tume hakiwezi kwenda kwa ushahidi mbele ya mahakama watakapofikishwa mbele hapo. Kuna hiyo changamoto ya kisheria hapo. Sasa ushirikishwaji wa majaji kutoka Uganda na Namibia, je, umekidhi mahitaji au masharti ya upinzani ambao walitaka wahusika wa kutoka nje ya nchi wawe ili kuongeza uhuru na uwazi wa tume yenyewe? Wadau wengi wanahoji uhuru, uwezo na uhalali wa wawakilishi hawa kutoka Uganda na Namibia, kwa maana kwamba huenda wasiwe na uhuru huo kulinganisha kama tungechukua kutoka Kenya, South Africa, Uganda. Kwa hiyo rais ametekeleza kwa kiasi fulani takwa la wadau, lakini hoja imekuwa ni kwamba wanatoka nchi ambazo nazo zina matatizo kama ya kwetu. Kwa hiyo ule uhuru wa majaji hayo kufanya kazi kwa independence na ule ripoti ambayo ni kubalifu kwa watu wote, kidogo inazoa maswali mengi miongoni mwa wadau. Na unapozungumzia hilo, tayari makundi ya kijamii nchini Namibia kwenyewe yamemtaka jaji wa nchi hiyo kukataa uteuzi wa Rais Samia. Je, hili limetia dosari tume hii? Rais amesema anaizindua rasmi, itakwenda kufanya kazi kwa miezi 5, lakini hakutuambia mawanda yake inaishia wapi na kuanzia wapi. Kwa hiyo hatua hiyo inaashiria tu kwamba tayari ukubalifu wa tume yenyewe mbele ya makundi yote, kwa maana ya Tanzania, jumuiya ya kimataifa na nchi zingine ambazo hawa hakisha wanatoka, hatua ya wao kuanza kuquestion kwa tayari inazoa maswali kwamba tume hii imeanza kupata mikinzano tayari miongoni mwa wadau hata kabla ya kuanza kufanya kazi. Lakini jambo la pili kwamba hata muda ambao imepewa, unaona kwamba imepewa muda miezi 5, mimi kwa maoni yangu naona ni muda mwingi mno, kwa sababu tayari msingi Mheshimiwa Chande alishauweka. Je, sheria inamlinda vipi mwananchi atakayefika mbele kupeana ushahidi wake? Mahojiano yake hatakuwa ya hadharani, yatakuwa ni ya faragha, na hivyo watakwenda kuwalinda wananchi ambao wamekuwa wakitekeleza kazi hiyo, na ni imani kwamba yale ambayo yanakwenda kuzungumzwa mle yatakuwa ni kati ya mashahidi. Lakini jambo la pili ni kwamba mapendekezo ambayo tume itakuja nayo itasema nini? Itasema wasamehewe, nchi iende mbele, au itasema peleka mahakamani wakashughulikiwa huko? Tusubiri tume itakapowasilisha ripoti kwa rais itakuja na maoni gani, lakini naamini kwamba maongezi kati ya tume na mashahidi yatakuwa ni kati yake na wahusika pekee. Ripoti hii itaweza kutumika kama ushahidi katika mahakama za kikanda au labda mahakama za kimataifa kama vile ICC au mahakama ya Afrika Mashariki EACJ? Tume hii sio tume ya kipolisi, sio tume ya kichunguzi kama ya kimahakama. Ingekuwa ni tume kama labda ya kimahakama au ni polisi au ni DCI au DPP, na kwamba mahojiano yao yanakuwa ni mahojiano rasmi ya kimahakama, na utakachokisema pale inakwenda kuwa sehemu ya ushahidi wa mahakamani. Lakini mbele ya tume hii haina hiyo legal status, kwa hiyo naamini kwamba itakazozungumzwa pale hata kwa sehemu ya ushahidi mahakamani, kwa sababu yalikuwa ni maoni mbele ya tume na yako kwa mujibu wa viapo ambao watu wataviapa.
Polisi nchini Thailand wanasema mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 amewaua watu 7 kaskazini mwa mji wa Bangkok katika tukio la ufyatuaji risasi. Kijana huyo alimuua babu na bibi yake nyumbani kwao kabla ya kuelekea katika shule ambapo alishambulia walimu. Watu wengine zaidi ya 30 walijeruhiwa na 7 kati yao wako katika hali mbaya. Polisi wanasema kijana huyo alitumia bastola kufyatua risasi 26 katika shambulizi hilo kabla ya kujipiga risasi. Picha hizi ni za kutoka darasa ambalo tukio la ufyatuaji risasi lilitokea. Wanafunzi walitoka shuleni kwa wingi huku majeruhi wakiingizwa kwenye magari ya kubeba wagonjwa. Ripoti zinasema kuwa wazazi wa kijana huyo walikuwa wametengana na alikuwa akiishi na babu na bibi yake. Bunduki aliyoitumia kutekeleza kitendo hicho ilikuwa imesajiliwa katika jina la babu yake. Hili ni tukio la pili la ufyatuaji risasi katika shule nchini Thailand mwaka huu tu, na linazua tena maswali kuhusu umiliki wa silaha kama anavyoeleza mwandishi wa BBC Jonathan Head. Polisi wako ndani wakijaribu kubaini kilichotokea hasa. Tunachojua ni kwamba muda mfupi baada ya saa 4 asubuhi milio ya risasi ilisikika. Walimu walianza kuharakisha kuwatoa wanafunzi wote madarasani na kuwapeleka mahala salama. Mwanafunzi mmoja alituambia kuwa alimuona mpiga risasi huyo ambaye ni mwanafunzi wa shule hii mwenye umri wa miaka 14 akitoka darasa moja kwenda nyingine huku akifyatua risasi ndani. Anasema alimuona mwalimu wake akipigwa risasi na mshukiwa huyo kabla ya kufanikiwa kutoka nje akiwa na marafiki zake. Watu kadhaa walitibiwa hapa katika eneo la tukio na wahudumu wa dharura kabla ya kupelekwa hospitalini. Kwa sasa nia ya mpiga risasi huyo haijulikani, lakini tukio hili linafuatia visa vingine vya ufyatuliaji risasi shuleni nchini Thailand, ikiwemo kimoja kilichotokea mwezi Februari kusini mwa nchi, jambo ambalo limeibua maswali mazito kuhusu urahisi wa kupata bunduki nchini humo. Kisheria unahitaji kuwa na kibali. Hata hivyo, kiuhalisia bunduki nyingi zinamilikiwa kinyume cha sheria, na swala kubwa linalopaswa kujibiwa ni jinsi gani mtu mwenye umri mdogo kiasi hicho alivyoweza kupata silaha hatari kama hiyo. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi chunga taarifa zingine za habari, na baada ya masaa machache hapo utapata kujua nini kinachoendelea pembe mashariki mwa DRC, vile vile pembe zote tena za dunia. Asante.